Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Serenasoro, nitakusomea habari za kitaifa na habari za kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Sofia Amani, na miongoni mwa tulionayo leo ni pamoja na kifuatacho ndani ya TVE habari. Maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Jamhuri ya Msumbiji, Rais Samia asema ni kielelezo cha ushirikiano, uvumilivu na mshikamano baina ya Waafrika. Katika biashara, miradi 4 yatolewa na kutangazwa ili kuruhusu wawekezaji binafsi kuwekeza kwa kushirikiana na TANESCO. Na katika habari za kimataifa, vijana waandamana nchini Kenya kuwakumbuka wenzao waliouawa mwaka 2024. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameshiriki kama mgeni rasmi katika sherehe za maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Jamhuri ya Msumbiji kufuatia mwaliko maalum wa rais wa nchi hiyo Daniel Francisco Chapo. Sherehe hizo zimefanyika katika uwanja wa Machava mjini Maputo. Rachel Chacha anaeleza zaidi. Akizungumza katika sherehe hizo, Rais Samia amesema sherehe hizo sio tu zinakumbusha ushindi wa Msumbiji dhidi ya ukoloni, bali pia ni kielelezo cha ushirikiano, uvumilivu na mshikamano baina ya Waafrika. Rais Samia amesema Tanzania na Msumbiji sio majirani tu waliotenganishwa na mto Ruvuma, bali ni ndugu wa damu, na udugu huo uliimarishwa zaidi na waasisi wa mataifa hayo, hayati Mwalimu Julius Nyerere wa Tanzania na hayati Dr. Eduardo Mondlane na baadaye hayati Samora Machel wa Msumbiji. Kupitia viongozi hao, wananchi walifanya kazi bega kwa bega wakati wa harakati za ukombozi na hatimaye kuweza kupata uhuru wa Msumbiji. Aidha, Rais Dr. Samia ameeleza kwamba Tanzania itaendelea kushirikiana ipasavyo na Msumbiji katika kusukuma mbele gurudumu la maendeleo kupitia ushirikiano wa kibiashara, na kuongeza kuwa shirika la ndege la Tanzania litaanza safari za moja kwa moja kati ya nchi hizo mbili. Ikumbukwe kwamba Tanzania ilikuwa mwenyeji wa wapigania uhuru wa Msumbiji na ilitoa mchango wa hali na mali kuunga mkono harakati za ukombozi wa taifa hilo. Akiwa nchini humo, Rais Samia ametembelea eneo la kumbukumbu ya mashujaa wa nchi ya Msumbiji, ambapo ametoa heshima zake na kuweka shada la maua kama ishara ya kuwaenzi waliopoteza maisha wakati wa harakati za mapambano ya uhuru wa nchi hiyo. Serikali inajenga bandari nyingine nje ya manispaa ya Mtwara Mikindani itakayotumika kusafirisha bidhaa chafuzi kwa mazingira na afya kama vile saruji na makaa ya mawe kwa ajili ya magari yote yanayobeba makaa ya mawe kupita nje ya manispaa kuelekea bandarini. Muhammad Jamal anaeleza zaidi. Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Hamza Hamis amesema hayo bungeni jijini Dodoma leo Juni 25 wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Tunza Malapo aliyetaka kujua serikali imejipangaje kudhibiti vumbi la makaa ya mawe inayosafirishwa kupitia bandari ya Mtwara. Akijibu swali hilo, Naibu Waziri Hamisi amesema serikali kupitia Ofisi ya Rais TAMISEMI na Ofisi ya Makamu wa Rais zinashirikiana kutekeleza mradi huo katika eneo la Kisiwa Mgao. La kwanza ni kuhakikisha kwamba tunawaelimisha wananchi, hasa wafanyakazi wa maeneo hayo, juu ya masuala mazima ya matumizi ya vifaa kinga ambavyo vinaweza vikawasaidia kuepukana na athari kubwa ya vumbi linalosababishwa na mkaa ama makaa ya mawe. Lakini kubwa zaidi, elimu ya usalama pahala pa kazi. Tumekuwa tukiwapa elimu mara kwa mara wenzetu wa bandari, hasa na wananchi ambao wanazunguka maeneo hayo. Lakini kubwa zaidi, tumekuwa tukiwaelekeza na kuwasimamia na kuwasisitiza wote wanaomiliki magari yanayopakia mkaa wa mawe kuhakikisha kwamba wanafunika, ili lengo na madhumuni mavumbi yasitoke yakenda yakaathiri wananchi. Lakini kubwa, tumekuwa tunatoa elimu ya uchimbaji na namna ambavyo tunaweza tukasimamia sheria za mazingira. Katika hatua nyingine, Hamisi amesema Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar SMZ imechukua hatua ya kujenga na kukarabati baadhi ya bandari zikiwemo ya Mpigaduri na Mangapwani, hatua inayosaidia kupunguza msongamano na kutenganisha sehemu kupakia na kupakua mizigo na abiria. Amesema hayo wakati akijibu swali la nyongeza la mbunge wa Amani Abdul Yusuf Maalim aliyeuliza hatua za kudhibiti vumbi kutokana na bidhaa za saruji zinazoingia katika bandari ya Zanzibar. Serikali kupitia Ofisi ya Rais TAMISEMI na Ofisi ya Makamu wa Rais imechukua hatua mbalimbali kwa ajili ya kudhibiti vumbi la makaa ya mawe yanayosafirishwa kupitia bandari ya Mtwara. Hatua hizo ni pamoja na kuendelea na ujenzi wa bandari nyingine nje ya manispaa ya Mtwara Mikindani katika eneo la Kisiwa Mgao, ambapo bandari hiyo itatumika kusafirisha bidhaa chafuzi kwa mazingira kama vile simenti na makaa ya mawe. Hivyo magari yote yanayobeba makaa ya mawe yatapita nje ya manispaa kuelekea bandarini. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatua nyingine ni pamoja na kutumia mitambo miwili yenye uwezo wa kupakia tani 600 kwa saa,
ambayo ina mikanda maalumu, yani conveyor belt, kwa ajili ya kupakia mizigo kwenye meli, kuweka nyavu za kuzuia vumbi, kuhakikisha magari yote yanayosafirisha makaa ya mawe yanafunikwa ili kuzuia vumbi lisisambae kwenye mazingira, na kunyunyizia maji mara kwa mara katika eneo la hifadhi. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam DAWASA imetakiwa kuyapa kipaumbele maoni ya malalamiko yanayotolewa na wananchi kuhusu huduma za maji ili kuboresha utoaji wa huduma hizo kwa ufanisi, zikiwa na kupunguza changamoto zinazojitokeza ikiwemo malalamiko ya ankara pamoja na upotevu wa maji. Mwanahabari wetu Rachel Chacha ametuandalia taarifa ifuatayo. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA, Dr. James Andilile, wakati akizungumza kwenye semina kwa maofisa huduma kwa wateja kutoka DAWASA, ambapo amesema katika mwaka wa fedha 2024-2025 EWURA imepokea jumla ya malalamiko 167 yanayohusu huduma za maji na usafi wa mazingira, na kati ya hayo malalamiko 27 yalihusu ankara za maji. Aidha, amesisitiza kuwa DAWASA pamoja na mamlaka nyingine za maji nchini zina jukumu la kushirikiana kwa karibu na wadau katika kujenga mfumo bora wa usimamizi na utoaji wa huduma za maji unaozingatia uhitaji na maoni ya wananchi. Semina ya leo inajikita katika kufanya kwa pamoja. Hatusemi kwamba DAWASA mfanye peke yenu. Sisi kama wadhibiti tuna wajibu wetu wa kufanya na nyinyi mna wajibu wenu wa kufanya. Na ningependa semina hii pia, kama kuna sehemu sisi ambao tunakosea, msiogope kutunyoshia kidole, kwa sababu we all do better kwa kushirikiana. Kwa kama kuna sehemu ambapo mnafikiri EWURA ifanye vizuri zaidi, mtueleze kwamba kwenye eneo hili na nyinyi tunafikiri hamjafanya vizuri. Lakini na sisi tutaeleza kwenye maeneo ambayo tunafikiri hamjafanya vizuri. Na pia ni lazima baada ya semina tuje na mawazo ya kwamba kwa pamoja tunaimarishaje upatikanaji wa huduma katika jiji la Dar es Salaam. Kwa upande wake, mkurugenzi wa huduma kwa wateja kutoka DAWASA, Rita Mary Lwabulinda, ameeleza kwamba DAWASA imejipanga kuboresha zaidi huduma kwa wateja, ikiwa ni pamoja na kuimarisha utoaji wa elimu kwa wananchi kuhusu matumizi ya maji na uelewa wa ankara wanazopokea. Kuhusu malalamiko ya bili za wateja, ni kweli kuna malalamiko hayo, lakini yanatokana na sababu tofauti tofauti. Kama mnavyofahamu, sasa hivi bili zetu au ankara zetu zinaenda kwa kutumia mfumo. Mfumo huu unatumia simu, unatumia mitandao ya simu na mitandao mingine tofauti tofauti. Kwa hiyo wakati mwingine kunapokuwa na changamoto kwenye mitandao, mteja alalamika amechelewa labda kupata bili yake katika muda ambao alitegemea ameipata, au amefanya malipo hajapata feedback ya malipo aliyoyafanya. Hayo yote ni malalamiko yanayopokelewa. Au amelipa lakini pesa aliyoilipa haijaonekana kwenye ankara yake. Kwa hiyo hayo ni malalamiko. Kwa hiyo tunaendelea kuyafanyia kazi. Kwa ujumla, semina hiyo imesisitiza dhamira ya pamoja kati ya DAWASA na EWURA katika kuhakikisha huduma bora za maji zinatolewa kwa wananchi, huku kipaumbele kikiwa ni kupunguza malalamiko na kuongeza uwazi katika utoaji wa huduma ili kuleta ufanisi na kuridhisha wateja. Ili kumaliza uchimbaji wa kubahatisha, serikali imeleta mitambo 10 ya kuweza kuangalia sehemu yenye miamba ambayo inahisiwa kuwa na madini. Undani wa taarifa hii anao Amini Nyaungo kutoka Singida. Hayo ameyasema naibu waziri wa madini Steven Kuruswa alipokuwa katika ziara yake mkoani Singida katika jimbo la Singida Mashariki, maeneo ya Matongo pamoja na Mang'onyi mkoani hapa. Maeneo ya kuchoronga watapiga hesabu, watakwambia mwenye mgodi huu, kama ni mtu binafsi, kama ni kikundi, gharama yake mtachangia kwa kila shimo litakalofanywa drilling ni hii. Hiyo ndio huduma ambayo mnaletewa kwa ajili ya kutatua hiyo kero ya uchimbaji wa kubahatisha. Aidha, ametumia muda huo kusuluhisha mgogoro wa mmiliki wa ardhi Mama Helena na mwekezaji Liamuya wa kimkataba katika eneo la Matongo. Mkataba ili uendelee kupokea mawe yako kihalali, maana sheria inataka kama mnapokea hiyo mirabaha ya kugawana mawe muwe na mkataba wa makubaliano hayo. Kama bado unaona nafasi ya kudai uingizwe kwenye leseni, hiyo itakuwa ni kesi ya pili. Kwa hiyo tumehitimisha hivyo. Katika hatua nyingine, wachimbaji nao wameeleza kero zao. Migogoro ipo, hususan kwa mfano tunapokuwa tumetoka labda kule kwenye duara chini, baada ya kumaliza kunakuwa na mgogoro unayotokea ni ule wa mgao.
unatoka chini alafu ukija juu unasubirishwa. Mgao unaweza ukakaa labda hususan wiki 2 na hadi zaidi. Ombi letu kwa serikali na mgodi wetu wa Mduau hapa, kikubwa sana ni usalama. Cha kwanza ndio hicho. Mitambo ya kuchoronga madini imeletwa mahususi ili kuwaokoa wachimbaji wadogo ambao wanachimba madini bila kuwa na uhakika. Hivyo ujio wa mitambo hiyo ya kuchoronga utasaidia wachimbaji hao kuwa na uhakika wanachokichimba. Mahakama Kuu Kanda ya Tabora kesho inatarajia kuzindua huduma za mahakama inayotembea kwenye kijiji cha Makibo wilayani Sikonge, hatua ambayo imelenga kutekeleza nguzo ya pili ya mpango wa mahakama katika kuimarisha upatikanaji wa haki kwa wakati. Kutoka Tabora, Joseph Ndau ametuandalia taarifa zaidi inayosomwa studio na Muhammad Jamal. Akizungumza na vyombo vya habari ofisini kwake mapema hii leo, Jaji Mfawidhi Mahakama Kuu Kanda ya Tabora Dr. Adam Juma Mambi amesema mpango huo mahususi wa mahakama inayotembea kwa mkoa wa Tabora ndio itakuwa mara ya kwanza ambapo utazinduliwa kwenye wilaya ya Sikonge baada ya kufanyika utafiti na kubainika ndiyo wilaya yenye mahitaji makubwa zaidi ya mahakama inayotembea. Amebainisha kuwa wananchi wa wilaya hiyo wengi wanalazimika kusafiri umbali wa kati ya kilomita 200 hadi 400 kufuata huduma ya mahakama, hivyo kuwepo kwa mahakama hiyo inayotembea itasaidia wananchi walio wengi wanaoishi vijijini. Tumefanya tathmini ya kina kuhusu maeneo yenye uhitaji zaidi kwa mkoa wetu, na tumebaini kwa wilaya Sikonge kama nilivyosema ni kubwa kuliko hata nchi ya Rwanda, ndio yenye uhitaji zaidi, na ndio sababu iliyotusukuma kuanzisha huduma ya mahakama hiyo kama sehemu ya kipaumbele. Kwa hiyo katika wilaya zote za mkoa wa Tabora tumeona wilaya Sikonge ndio ipewe kipaumbele kwa sababu ni eneo kubwa sana, wananchi wanakaa sehemu mbalimbali. Kwa hiyo tukaona tuanze na hii wilaya. Hii itaanza kazi yake rasmi katika kijiji cha Makibo ambayo ni kesho itaanza kazi rasmi. Itahusika na usikilizaji wa mashauri ya madai na jinai kwa kasi kubwa pengine kuliko mahakama za kawaida ambayo yamechelewa kusikilizwa kutokana na vikwazo vya kijiografia au miundombinu bila kuathiri misingi ya upatikanaji wa haki. Tunategemea sana kuwa na mashauri ya madai, ndoa na talaka, mirathi. Na tunajua kabisa katika maeneo mbalimbali kwenye kata zetu kuna wakati mwingine wale watendaji wa kata huwa wanatumika kusuluhisha migogoro midogo. Kwa hiyo ile migogoro ambayo imekuwa imeshindikana inahitaji huduma ya kisheria ya mahakama. Gari hili litatumika kutoa kumtalia. Kwa hiyo tunasikiliza zile kesi ambazo zinaweza kusikilizwa kwa muda mfupi na uamuzi ukatolewa. Sio yale mashauri makubwa ambayo yanahitaji upelelezi wa muda mrefu na taratibu nyingine za kisheria na uchukua muda mrefu. Kwa hiyo ni mashauri ambayo yanaweza kusikilizwa pale pale. Kwa hiyo tunazo mahakama za mwanzo karibu 41 mahakama za wilaya 7 ambazo zote zina hakimu wale ambao wako station na wale ambao wanaendelea. Kwa hiyo mahakama inapoenda pale, ile gari inapoenda, hakimu atakayehusika pale ndio mahakama yake itakayo. Kama tuko mahakama ya mwanzo, sio kama hakimu atatoka huku kwa ajili ya kwenda Sikonge. Mkuu wa wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro, Shaka Hamdu Shaka, amesema serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kutoa fursa kwa wanawake ya kujikwamua kiuchumi na kuachana na dhana ya utegemezi, ambapo zaidi ya wanawake 92 wamehitimu mafunzo ya ufundi stadi katika chuo cha VETA Dakawa. Shukuru Materu ametuandalia taarifa ifuatayo. Mkuu wa wilaya hiyo amesema kuna jitihada mbalimbali zinazofanywa na serikali kuhakikisha wanawake wanapewa kipaumbele ili kupata ujuzi mbalimbali utakaowasaidia katika kuajiriwa na kujiajiri, lengo ikiwa ni kukabiliana na changamoto ya ajira. Naamini kabisa utayari wenu, wingi wenu wa kujitokeza kwa mafunzo haya, mtakwenda kubadilisha taswira na mazingira ya wanawake wengine ili kuwajengea ushawishi kuweza kunufaika na fursa hii katika chuo hiki cha VETA Dakawa. Kwa upande wa serikali ya wilaya, serikali ya mkoa na serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa maana serikali kuu, tutaendelea kuwekeza na tutaendelea kuhakikisha kwamba wanawake popote pale walipo, kwanza tunawahamasisha, 2 tunawapatia elimu, lakini 3 tunawajengea uwezo ili kusudi fursa hizi ziweze kuwanufaisha na kulifanya taifa letu kuweza kupiga hatua. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafunzo haya yalianza na washiriki 115. Na kufika mwisho leo hii wapo washiriki 92 ambao wamefanikiwa kuhitimu. Washiriki 21 hawaweza kufanikiwa kumaliza mafunzo haya.
Naye mwenyekiti wa wanawake na Samia wilaya ya Mvomero Degracia Ignace amesema lengo la mafunzo hayo ni kufungua wigo kwa wanawake kwa kuwawezesha kiuchumi. Hivi vyote ambavyo vimefanyika hapa leo, lengo kubwa imekuwa ni kufungua wigo kwa wanawake kuweza kupata ujuzi na kuingia mtaani kutengeneza ajira zao pamoja na ajira za wanawake wengine. Lakini fursa hii imetolewa na mama yetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunaendelea kumshukuru sana na tunaahidi tutaendelea kumsapoti katika ajenda zake zote, kwa sababu mama anatujali. Kama tunavyoona, wanawake 92 ni idadi kubwa, lakini katika wanawake 92 hawa wote wamekuja hapa wamesoma bure hapa. Tunamshukuru sana Mama Samia kwa kutuletea fursa hizi, maana tulikuwa tunahangaika sana hapo before. Naambia wajitokeze, wasiogope, wasione aibu, kila kitu ni bure, wajitokeze. Katika jitihada za kuendelea kuboresha sekta ya afya nchini, benki ya NMB imetoa vitanda 5 vyenye thamani ya shilingi milioni 64 kwa ajili ya wagonjwa wa saratani katika hospitali ya rufaa ya Bugando jijini Mwanza, lengo ikiwa ni kusaidia wananchi kupata huduma bora. Emmanuel Mesha kutoka Mwanza ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumzia kuhusu msaada walioutoa, mwakilishi wa benki ya NMB William Makoresho amesema benki hiyo imekuwa na utaratibu wa kurudisha kwa jamii katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu, afya. Lengo ni kuhakikisha wananchi wanapata huduma. Lakini pia katika maeneo mengine ni katika ujenzi wa majengo na wodi mbalimbali za hospitali. Tunaamini msaada hii tunaweza kuitoa inaweza kutupatia jamii ya watu wenye afya ambao ni bora, na hao ndio wanaokuwa ni sehemu ya wateja wetu. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa hospitali hiyo Alicia Masenga ameshukuru benki ya NMB kwa kuweza kutoa msaada huo, huku akisema kuwa hospitali hiyo imeendeleza juhudi mbalimbali za kuendelea kuboresha huduma kwa wananchi. Moja kati ya juhudi ambazo hospitali inazifanya ni kuanzishwa kwa Bugando Health Marathon. Bugando Health Marathon ni kwa ajili ya kukusanya hela, na kwa mwaka huu tumeazimia kukusanya bilioni 1. Sisi tunaita bilioni 1 ya matumaini, kwa sababu hii hela itakuja kutumika kwa ajili ya hawa wagonjwa wenye matatizo ya saratani. Aidha, kaimu mkuu wa idara ya saratani katika hospitali hiyo, Dr. Heroinima Kashaigili, ameeleza changamoto mbalimbali zilizopo kwenye kitengo hicho, ikiwemo upungufu wa rasilimali pamoja na vitendea kazi na madawa. Huduma zetu zimekuwa na vitengo mbalimbali, ikiwa ni huduma ya mionzi tiba, huduma ya chemotherapy na huduma kwa watoto. Pamoja na kukua huu, tuna changamoto mbalimbali ambazo ni rasilimali watu, vitendea kazi na madawa. Katika kuhakikisha wanawake nchini Tanzania wanapata hedhi salama na kuepuka changamoto za kiafya wakiwa kwenye siku zao za hedhi, wadau wameiomba serikali kuondoa kodi kwenye uagizaji wa taulo za kike ili taulo hizo zipatikane kwa gharama nafuu, kila mwanamke aweze kumudu. Mrisho Mapeo ameandaa taarifa ifuatayo. Suala la hedhi salama limekuwa ni ajenda inayozungumzwa na wanawake pamoja na wadau mbalimbali wa haki za wanawake nchini, kama ambavyo mkurugenzi na mwanzilishi wa taasisi ya Bint Salha Foundation, Salha Aziz, anavyoeleza wakati wa uzinduzi wa taulo za kike za Rayyan, ambapo amesema ni muhimu kwa serikali kuondoa kodi kwenye taulo za kike ili zipatikane kwa gharama nafuu. Aidha, Salha akiwa pamoja na wadau wengine ameongeza kuwa ni muhimu pia kwa serikali kuwezesha taulo hizo za kike kupatikana bure katika baadhi ya maeneo ikiwemo mashuleni ili kuwezesha wanawake kupata hedhi salama. Tumeweza kuangazia namna ambayo tunatamani serikali yetu iweze kufanya jambo, kwa sababu tunakumbuka tulifanya kampeni za pedi bila kodi kuhakikisha kwamba waigizaji pads wote nchini waingize pads bila kodi ili ziweze kupatikana kwa gharama nafuu. Lakini pia tumekuwa tukiendelea kuchechemuza kwa serikali kwamba ikiwezekana hizi pads ziwe sehemu ya bajeti ya serikali, kwamba kwenye maeneo kama ya shuleni na makazini basi wanawake waweze kupata pads hizi bure, kama ambavyo kuna vitu mbalimbali ambavyo vinagawiwa bure tu na havina manufaa kama ukizingatia au ukilinganisha na swala la pads kwa
watoto wa kike na wanawake nchini. Kwa upande wake, mtaalamu wa afya Dr. Genoveva Felix aliposhiriki uzinduzi huo wa taulo za kike za Rayyan amezungumzia changamoto mbalimbali wanazozipata wanawake wakati wa hedhi, ikiwemo matumizi ya vitu hatarishi kiafya, huku Lea David, mkurugenzi wa taasisi ya Fikra Mpya, akiomba serikali kuimarisha upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama, kwani wanawake wanahitaji maji ili kuwa na hedhi salama. Kama hii elimu ingekuwa inatolewa kwa wazi na kama hii elimu ingekuwa inatolewa vizuri kwa wanawake kwa usahihi na kwa wakati, tungeweza kupunguza changamoto nyingi sana ambazo wanawake waga wanakabiliana nazo wakati wa hedhi. Na changamoto nyingine kubwa ambayo waga yani changamoto kubwa zaidi ni uwezo wa kununua vifaa vya kujistiri wakati wa hedhi. Kwa ni gharama ambazo wanawake wanakuwa wanaingia kwa ajili ya kununua vifaa vya hedhi. Kwa hiyo tungeomba kama kuna uwezekano gharama ziweze zipunguzwe, serikali isaidie kwamba hizi vitu taulo za kike ambazo zinaweza zikatumika kwa ajili ya kujistiri wakati wa hedhi zipunguzwe bei, ziwe na bei rafiki, kila mtu aweze kutumia vizuri. Ukosefu wa maji safi na salama ni changamoto ambayo inawakumba wasichana na wanawake, lakini katika maeneo yote ya vijijini. Naweza nikasema kuna baadhi tu ya sehemu ambazo maji yapo, lakini unaweza kukuta sio safi na salama. Lakini kwa asilimia kubwa kwa upande wa vijijini, changamoto hii ya ukosefu wa maji safi na salama ni changamoto kubwa, na sote tunajua kwamba maji ni uhai. Maji kila mtu anayahitaji kwa ajili ya kuendesha maisha yake ya kila siku. Baadhi ya wanaume ambao wameshiriki uzinduzi huo wa taulo za kike za Rayyan, Othman Juma Bakari na Kundaeli Urasa, wamezungumzia umuhimu wa wanaume kushiriki kumwezesha mwanamke kupata hedhi salama, huku wakisisitiza suala la serikali kuondoa kodi kwenye taulo za kike ili zipatikane kwa gharama nafuu. Sisi wanaume tuna nafasi ya kutoa mchango wetu, ushiriki wetu katika kuhakikisha watoto wa kike wanakuwa katika mazingira salama na katika hedhi salama. Ipo imani kuwa jukumu la masuala ya hedhi ni kwa mwanamke tu au mama mtoto wa kike kuangalia na kuwajibika, lakini sisi wanaume tuna nafasi kubwa ya kutoa ili tabaka, kwa kuwa tunashiriki na kuweka bajeti nzuri ambazo bajeti hizo ambazo zitaweza kuwasaidia watoto zetu. Ni wito wangu kwa serikali kuona hili swala kwa jicho lingine na kuliwekea sera ama mkakati ili hizi padi ama taulo za kike ziweze kupatikana kwa wingi na kwa urahisi, lakini kwa ujumla wa wote wanaohitaji hizi padi ziweze kuwafikia, sio kwa sisi ambao tulioko maeneo ya karibu labda Dar es Salaam, mikoa iliyoendelea, lakini walioko mbali zaidi. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Saida Nasor. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara, miradi 4 yatolewa na kutangazwa ili kuruhusu wawekezaji binafsi kuwekeza kwa kushirikiana na TANESCO.